Serikali ya Cuba imetoa rasmi orodha ya maafisa wake 32 wa jeshi na ujasusi waliouawa wakati wa operesheni ya kijeshi ya Marekani iliyofanyika nchini Venezuela mapema Januari 2026. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali ya Havana, maafisa hao waliuawa wakati wa operesheni ya Marekani iliyolenga kumkamata rais wa Venezuela Nicolas Maduro, operesheni ambayo pia ilisababisha kukamatwa kwa mke wake Cilia Flores na kupelekwa Marekani kwa mashtaka ya ugaidi na mihadarati. Taarifa hiyo imetolewa tarehe 7 Januari 2026 ambapo Cuba ilitangaza pia siku 7 za maombolezo ya kitaifa kuwaenzi maafisa wake waliopoteza maisha. Serikali ya Cuba imesema maafisa waliouawa walikuwa wanahudumu katika jeshi la mapinduzi ya Cuba, wizara ya mambo ya ndani, walihusisha vyeo mbalimbali vikiwemo makamanda wa kijeshi, maafisa wa ujasusi, maafisa wa ngazi za kati na askari wa akiba. Umri wa waliouawa ulikuwa kati ya miaka 26 hadi miaka 60. Miongoni mwa waliotajwa ni maafisa wakuu waliowahi kuwa karibu na viongozi wa kihistoria wa Cuba, akiwemo Fidel Castro, huku baadhi yao wakitajwa kuwa walikuwa na majukumu nyeti ya usalama na ujasusi nchini Venezuela. Cuba imesema maafisa hao walikuwa wakitekeleza majukumu ya ushirikiano wa kiusalama kati ya Havana na Caracas, na imeeleza kuwa tukio hilo ni uchokozi wa wazi wa Marekani dhidi ya mataifa huru. Kwa upande wake, Marekani imetetea operesheni hiyo ikidai kuwa ilikuwa ni hatua ya utekelezaji wa sheria za kimataifa, ikikanusha madai ya uvamizi wa kijeshi. Tukio hili limezidisha mvutano wa kisiasa na kijeshi kati ya Marekani na Cuba na Venezuela, huku jumuiya ya kimataifa ikiendelea kufuatilia kwa karibu athari za operesheni hiyo katika ukanda wa Amerika ya Kusini. Cuba imeweza kupata pigo kubwa baada ya maafisa wake 32 kuweza kufariki dunia kufuatia operesheni ya Marekani ambayo ililenga kumkamata rais wa Venezuela pamoja na mke wake, ambapo katika mashambulizi ambayo yaliweza kufanyika ilisababisha vifo vya maafisa hao 32 wa Cuba, ambao kwa sasa hivi serikali imetangaza siku 7 za maombolezo ili kuweza kuwaenzi maafisa hao dhidi ya mchango wake mkubwa wa kuweza kuhakikisha ulinzi katika taifa la Venezuela. Cuba na Venezuela ni moja kati ya mataifa ambayo yana urafiki wa ukaribu sana, yana ushirikiano kijeshi, lakini vile vile yamekuwa ni mataifa ambayo yapo karibu mno kwenye masuala mbalimbali ya kiuchumi, kidiplomasia na masuala mengine ya kiusalama. Sasa basi, maafisa hao walikuwa wakitekeleza majukumu yao ya kiulinzi kama ambavyo mataifa hayo yalivyokuwa karibu kwa miaka mingi sana kutekeleza mashirikiano pamoja baina yao. Basi mtazamaji wetu, kufuatia taarifa hii ya Cuba kuweza kurelease majina 32 ya maafisa hao ambao wameweza kufariki dunia, tutakuletea taarifa zaidi ambazo zinajiri huko katika ukanda wa Amerika ya Kusini na maeneo mengine duniani. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.